Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba imenipasa niende Yerusalemu. Yesu anazungumza akiwa rohoni. Yesu anazungumza akiwa yupo katika hali ya kutimiza mission ambayo imeletwa ili aifanye. Hivi unajua shetani anamtumia Yuda baada ya kupata nafasi kwa Yuda kwamba atoe taarifa za kupatikana kwa Yesu, wampe vipande 30 vya fedha. Hivi unajua shetani alipita kwenye kitu ambacho ulikuwa ni mpango wa Mungu, kwamba Yesu ni lazima afanyike sadaka ya ukombozi wetu sisi, kwa sababu lazima damu imwagike. Hakutakiwa damu ya mnyama tena kama ambavyo walikuwa wanachinja, patakiwa damu ya mtu. Sasa shetani akaona Mungu anatumia kitu fulani, adui akapita kwenye mpango ule ule. Yeye akawaza nikipita hapa maana nitafanikisha. Sasa nisikilize vizuri. Yesu anasema hivi, kitabu cha Mathayo sura 16:21. Maandiko yanasema hivi, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake, kuambia imenipasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Imenipasa niende. Anazungumza, anawaambia. Yesu anajiona ni mzima leo, lakini Yesu anaona siku zijazo kuna mateso ndayapitia. Siku zijazo kuna kifo ndakipita. Lakini anaona baada ya kifo, siku ya tatu mimi nafufuka. Sikiliza. Tunapotembea na Mungu kuna vitu ambavyo atakufunulia kwamba mwanangu utapita kwenye hiki, lakini mbele yako kuna ushindi. Yesu anaona ushindi baada ya mateso. Kwenye maisha yako lazima uone ushindi baada ya hali unayopitia. Usione kushindwa tu, ona kuvuka kwenye hicho unachokipitia na kuona ushindi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mstari wa 22. Petro akamchukua, akaanza kumkemea akisema, la hasha Bwana, haya hatakupata. Yaani Petro Bwana akamvuta pembeni. Yesu, njoo hapa. Mwenyewe vizuri. Nikwambia machawa hajaanza leo. Wanaume njoo kama 3, 6 hivi njoo. Sasa Bwana, Petro Bwana akamvuta Bwana. Jesus, njoo Bwana pembeni. Njoo. Nimekuvuta huku hawa wanoko. Mimi ndo nakupenda zaidi. Nimwambia umezungumza issue ya Yerusalemu. Mateso, Mesia hayakupati. Petro anazungumza, ingekuwa ni wewe unaiona ni kama hali ya kibinadamu ya kwamba Petro ananipenda, hao wengine hawanipendi. Anasema hayatakupata Bwana wa majeshi. Kwa lugha nyingine tuanze kukemea Yesu, tufunge. Lakini Petro anachokizungumza akitokana na Mungu. Kauli anayozungumza ukiangalia ni kana kwamba ana roho wa Mungu, lakini kumbe ana roho wa adui aliyoko ndani yake. Anao paleti. Kwa lugha nyingine ni kumwambia Yesu hata Yerusalemu usiende, tuhepe. Watu hajanielewa. Hivi unaambiwa ukipita njia hii ukienda uelekeo huku na hatari. Na mtu anakuambia usipite huku wala tusiende Yerusalemu. Tubaki hapa hapa ama tuelekee uelekeo mwingine. Kwa sababu kuna hatari. So utamwona huyu mtu anakuwazia leo mema. Kwa hiyo alikuja katika lugha ambayo anazungumza kana kwamba ana roho Mungu anayopaleti ndani yake. Anampenda. Anamwambia hata kupata. Lakini Yesu anasema imenipasa niende ili yanipate. Yaani lazima yanipate mateso. Huyu anakuja anasema hayatakupata. Yaani mpango wa Mungu ni yampate. Petro anasema hayatakupata. Yaani Petro anasema hayatakupata. Lakini Yesu kwa kinywa chake anasema hivi, imenipasa niende ili niteswe na kisha nife, ili siku ya tatu nifufuke. Rabasika. Ili siku ya tatu nifufuke. Haleluya. Imenipasa niteswe na maadui. Uone ya kwamba nimepoteza. Uone ya kwamba umeniweza. Uone ya kwamba umenimaliza. Wamenifukia. Lakini kuna siku ya tatu. 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 Haleluya. Ndio maana nasema unapopitia jambo fulani, muulize Mungu. Atakuja mtu anakuambia hii umerogwa wala hujarogwa. Yamekupasa. Yesu akajibu nini? Akasema hivi, akamgeukia akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sikia, walikuwa wameangaliana hivi. Sijui Yesu alikuwa ameangalia hivi, ikabidi amgeukie. Bebe, konuma. Akamwambia wewe ni Shetani, hutakiwi kuwa mbele. Mara kwanza anamwambia Petro juu ya mwamba huu. Yaani walikuwa marafiki wanaongea. Mwanafunzi na nani? Na mwalimu wake. Wanaongea mwanzo kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga. Anamuita Petro. Lakini mara hapa 23 akageuka akamwambia Petro, "Jaga konuma." Ule Shetani anamwambia wewe ni kikwazo. Sikiliza. Yaani Yesu kasema mimi natakiwa niende niteswe kisha nife
ila anamwambia wewe ni kikwazo kwangu, ila ni mwanafunzi wake. Anasema shetani. Inakuwaje Petro mara hii ageuke kuwa shetani? Petro alikuwa amevaa kama unavyomuona jamaa, hana mapembe. Petro ni mwanafunzi, lakini Yesu anasema wewe ni shetani. Maanake kwa nini anamuita ni shetani? Roho iliyokuwa ndani ya Petro ilikuwa imebeba shetani. Kwa hiyo Petro hakuwa Petro, anamwambia hayatakupata. Alikuwa ni shetani aliyeingia ndani. Kwa hiyo Petro akizungumza hivi, unamwona Petro, lakini roho inayozungumza ni ya shetani. Akamwambia ya kwamba, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu. Ndio nilikwambia hivi, shetani anatumia watu, na kuna majina lazima uelewe. Ni binadamu mwenye jina lake, lakini ndani yake kama Yesu akitokea anaweza akasema wewe ni shetani, nenda nyuma yangu, ni kikwazo. Maisha ya watu leo, kuna watu ambao wameibuka kuwa vikwazo. Kuna watu ambao wanatumiwa na maadui ili kuharibu maisha yao. Rabasika, mchana wa leo na majira haya tunataka tushughulikie chochote ambacho kimekuwa kikwazo kwako. Rabasika, randabasika, na kama kuna roho inaopaleti ndani yako, maana yake iachie maisha kwako. Sema amen. Anasema ukikwazo, maana uyawazi yaliyo ya Mungu. Nikuulize, wanaokuzunguka wanawaza yaliyo ya Mungu? Hivi unamuona mpendwa mwenzako kabisa amevaa vizuri, anaanza kushirikisha habari za kumwacha Mungu, anakushirikisha habari za kwenda kwa waganga, anakushirikisha habari za kufanya mambo ambayo ni machukizo. Wewe unamuona ni binadamu wa kawaida. Kuna roho inaopaleti ndani yake, inaotenda kazi ndani yake. Leo kuna watu ambao wanasimama madhabahuni, wanasema Yesu amenifanyia 1, 2, 3, 20. Yaani huyu si muachi wa madhabahu hii. Unaangalia tu, siku zinaenda, makamera kama haya yanawekaga shuhuda tu, yanatunza. Kuna wakati ukikaa unaanza kuangalia mafaili ya nyuma mpaka unacheka. Ndio maana haya maisha, itaneni tu baby, naendelea kumwombea huyo mtu, endelee kuita baby. Baby anaweza kugeuka kuwa nyoka baby. Kaa nayo nakula ugali wanakuangalia tu, unasema ungejua. Anakupimia. Nikasoma habari moja ndani ya wiki hii. Jamaa mmoja Marekani akaua watoto wake wawili. Mmoja na miaka 15, mwingine 5. Akaua na mke wake. Akapanda ndege, kakamatiwa Afrika Kusini. Anarudishwa Uingereza. Hivi imagine, watoto miaka 15 na mke, hata kama ni mke akikosea, na watoto kafieka wote. Kwa nini? Kuna roho iliyoingia. Anamwambia wewe ukikwazo kwangu. Maisha ya watu walio wengi yameharibiwa na shetani kwa kutumia watu. Mtu anaweza akaja na kushauri biashara hii usifanye. Mtu anaweza akaja kushauri toka kwako. Mtu anaweza kushauri fanya hivi. Wewe ukafikiri ni rafiki anayekusaidia, lakini kumbe anatumiwa na adui ili wewe uharibikiwe. Kumbe anatumiwa na adui kutengeneza vikwazo. Hebu sema kwa jina Yesu Kristo, Mungu nipe macho ya kujua aliye kikwazo kwangu, na nipate hekima ya kuishi naye katika jina Yesu Kristo. Haleluya. Ukiwa na waza yaliyo Mungu, uwezi ukazungumza vitu ambavyo si vya kimungu. Uwezi ukaanza kufanya vita na Mungu wako. Kuna watu wanatumika kuharibu kazi ya Mungu. Yaani mtu yule aliyesema nilikuwa na changamoto 1, 2, 3, 20, madhabahu ile imenifanyia 1, 2, 3, 20. Huyo anakuja kutumika. Na adui anaangalia watu ambao ni kwa karibu wa ndani. Anatumika huyo na anaanza kuharibu ndani humo. Kwenye maisha yako lazima umjue hata mshirika mwenzako, hivi anawaza yaliyo ya Mungu ama amebeba yaliyo ya shetani. Walioyabeba ya Mungu wanafanya ya Mungu, wanawaza ya Mungu, wanatiana moyo ya Mungu. Hubadilishi ukweli kutengeneza uongo. Huwezi ukashindana na Mungu. Ogopa kutumiwa na shetani. Mungu akupe neema ya kujua ni nani kikwazo kwenye safari yako. Uwajue ambao wanatumiwa. Haleluya. Utakuwa unamuona anaitwa Nyanzobe lakini ni shetani. Yesu akumuita Petro, alisema shetani. Geuke jirani yako, mwambie jirani. Yesu kumwambia Petro shetani. Wewe vipi? Hivyo vitu vimeharibika. Umechumbiwa, una rafiki yako, unafikiri anakuwazea leo mema. Yaani kwambie baby, nikwambie tulivyopanga tukiingia kwenye ndoa, nakupa tu siku, taona maisha yangu. Anakupimia tu, anakuangalia tu. Hujajua moyo ulioubeba. Yesu anasema natakiwa niende niteswe. Jamaa anamwambia utoenda. Lazima ujue unaongea naye ni nani, amembeba nini ndani yake, ana roho gani inayotenda kazi ndani. Usiuze habari zako kwa mashetani. Usiuze habari zako kwa mashetani. Haleluya. Sio issue yangu, ni Yesu alisema. Uelewe ninayemwambia ni binadamu ama tayari roho imo ndani inatenda kazi. Ukishajua inatenda kazi,
huzi habari zako. Nakwambia tumepanga tukitoka, yani imevishwa pete. Upo shoga, nipo shosti wa moyo wa kufa na kuzikana wewe tena. Tumepanga nikwambie, tukitoka ile honeymoon tunaenda mbuga za wanyama Serengeti. Upo shoga, mwenzako wakati unamuelezea hapo kifua kinataka kupasuka. Na leo kuna watu wanalisishwa ushirikina tangu watoto. Kumbe unamwambia ndio mkuu hapo, anasema wewe ngoja tu, upo nyonyo, nipo. Anasema nitakupeleka kwenye kikaangu tuone hiyo Serengeti kama utakwenda. Mungu akupe macho ya kuelewa, Mungu akupe macho ya kuona. Haleluya. Uwajue watu walioingiwa na roho zinazotenda kazi za uharibifu ndani yao. Haleluya. Ujue mtu sahihi wa kumwambia mambo yako. Haleluya. Na mtu ambaye sio sahihi, haleluya, wachane naye. Sema amen. Akamwambia ukikwazo shoka gagonuma. Na huu ni ufunuo. Kuna watu uhitaji hata kuambia rudi. Unaweka tu nyuma huku. Hii listi ikae nyuma. Sihitaji kuiona mbele. Halafu mbele unabaki wewe unaenda. Ukikutana na mtu haeleweki, mwambie shoka gagonuma baba. Hiyo ni kanuni ya Yesu. Kwa sababu nyuma tuangalie, tunaangalia tunakokwenda. Tunatakiwa tukutane na watu wakiwa haeleweki, mwambie konuma, konuma. Unawaweka nyuma. Wewe unawatanguliza mbele ndio wanakuharibia. Hebu sema leo tunawanyofoa mbele, tunawaweka nyuma. Sema leo tunawatoa mbele, wanakaa nyuma. Kwenye biashara toka, kaa nyuma. Kwenye ndoa toka, kaa nyuma. Kwenye maisha yangu na utumishi toka mbele, kaa nyuma. Leo atoke mbele, waje nyuma. Akaambia pisha nyuma wewe. Halafu angalia mwanaume na iendea Yerusalemu. Wewe utakuwa shahidi wa macho yako, ni akwambia kwamba mimi nitaendea mateso. Na akamwambia wewe ulivyoliongo kwanza, ulivyoliongo jogoo kabla hajawika utanikana mara ngapi? Mara 3. Jamaa anasemaje? Hapana. Anasema Yesu mimi ndio siwezi kabisa. Hivi unajua machawa anapozungumza Yesu mimi nikukane Yesu. Yesu anamaliza akamwambia wewe before ya jogoo hajawika mara hizo. Fuatilia maandiko. Wakamuona anapita. Wasema mbona anafanana na tembe yake? Akamwambia ningwaleka. Petro kanamwambia wale jamaa ambao wanamfananisha, mbona anatembea kama Yesu, tembea yake na ongea yake. Petro akasema ningwaleka. Mngeniacha tu. Mniache. Jogoo anawika kokoko. Sikiliza. Unaweza ukawa karibu na mtu na watu wakakufananisha. Wakasema huyu wameshibana na kibinadamu. Lakini ambaye umeshibana naye ndio anayekuja kukupiga tukio. Petro anafananishwa hadi ongea yake. Imagine, mpaka ongea yake, tembea yake wanafanana. Wanasema huyu na yeye. Petro akamwambia mngeniacha. Issue ya Yesu msiniingize. Mimi ni Myahudi tu na mishe zangu hapa mjini. Kufanana na mtu inawezekana sikiliza mahubiri yake. Anajitetea kwa namna fulani. Yesu anahesabu ya kwanza hiyo. Ya pili tena akambananisha. Petro anajibu vile vile. Ya 3, jogoo anawika. Ameshamkana. Watakuita majina mazuri, lakini ujue kuna watu watakukana. Majira akifika kukana, kama ambavyo alikata Yesu, tazama msalaba, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Hivi vitu vipo mbele. Safari yako lazima uendelee. Usimwangalie Petro aliyekukana. Wewe sio wewe, hujaanza kutokea leo. Imetokea maisha ya Yesu. Haleluya.